Nami niweze kuchangia asubuhi ya leo. Mheshimiwa Spika, mimi nitakuwa na jambo moja. Mheshimiwa Spika, sisi tukiwa tunaendelea kukaa humu na kujadili hatima ya maisha ya Watanzania, kuna vitu tunajisahau sana. Mheshimiwa Spika, hii nchi ina kodi nyingi sana, lakini mimi naona sisi tunajadili vitu vidogo, tumeacha mambo yale ambayo yanawatesa wananchi wetu kila siku. Mheshimiwa Spika, nchi hii ina kitu kinaitwa direct tax. Nchi hii kuna kitu kinaitwa indirect tax. Nchi hii kuna kitu kinaitwa tozo. Nchi hii kuna kitu kinaitwa ushuru. Nchi hii kuna michango mbalimbali ambayo inaendelea. Kinachonishangaza Mheshimiwa Naibu Spika, licha ya kwamba nchi hii ina kodi nyingi ambazo zinaweza kuleta ustawi wa wananchi wetu, mpaka ninapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Spika, vijijini na mjini kuna tozo inaitwa... Mheshimiwa Sigrada, mkaa kwanza. Ndio. Kaa kwanza. Kaa. Mheshimiwa Sigrada, kwenye michango ya bunge, kila mbunge anakuja na hoja yake. Huwezi ukasema humu ndani kuna vitu havijadiliwi. Wewe ndio utakao vijadili hivyo ambavyo havijadiliwi. Sasa huwezi kuambia wabunge hivi hamchangii vitu vya watu. Wewe ndio visema ambavyo wao hawachangii. Sasa huwezi kuwatuhumu wabunge wenzio humu ndani. Aendelea. Asante Mheshimiwa Spika, nimekuelewa. Hoja yangu ni nini Mheshimiwa Naibu Spika? Nchi hii ina kodi ambazo hatuna haja ya kuendelea kuwachangisha wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, mpaka ninapozungumza leo kuna tozo ambayo imekuwa ni kero kwa wananchi wetu kuliko sisi tunavyofikiri. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kuna kitu kinaitwa ushuru wa taka. Taarifa. Mheshimiwa Spika, na pamoja na mchango mzuri alionao Mheshimiwa Sigrada, natamani nimpe taarifa kwamba anavyosema kwamba nchi hii ina kodi nyingi, direct na indirect tax. Labda nitaka kufahamu ataje labda kama kuna nchi ambayo haina direct na indirect tax, kama ipo duniani anitajie. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sigrada, unapokea? Sipokei, naomba niendelee Mheshimiwa Spika. Endelea. Lengo langu ni nini? Kwamba kwa nchi yenye mfumo wa kikodi wa kila siku, sheria ya kodi Mheshimiwa Spika, inaamini Mtanzania kwa siku analipa kodi zaidi ya mara 12 ambayo ni indirect tax. Kwa mfumo huu tulionao, hakukuwa na haja ya serikali, hasa ngazi ya serikali za mitaa, kutengeneza tena kodi nyingine ambazo mpaka sasa hivi hazilipu kwenye mfumo ambao serikali inaupendekeza yenyewe kwamba malipo yote yafanyike kwa njia elektroniki. Ushuru huu Mheshimiwa Spika, wanafuata watu wanaitwa mgambo. Siku moja nimelala msibani, asubuhi saa 12, mama aliyefiwa anagongewa, mgambo hajui, bahati mbaya hajui kwamba yule mama amefiwa. Anagonga mlango kwa nguvu saa 12 asubuhi. Yule mama kaniambia usiamke. Nikasema kwa nini siamke? Akasema watu wa ushuru. Kwenye nchi yenye utajiri mwingi kama Tanzania, tunadaiana ushuru saa 12 asubuhi shilingi 3,000 kwa kutumia migambo. Hiyo namba moja. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna ushuru unaitwa ni ushuru hata hauna jina, wa kulipia maiti ambayo imelala mochwari. Mheshimiwa Spika, kwa nchi kama Tanzania kutoza maiti ushuru, sijui tuite kodi, maana hata jina halieleweki, wanasema hela ya maiti, kutoza maiti. Siku moja nimefika msibani, tena ni declare interest, msiba wa ndugu yangu. Taarifa. Jioni watu wanasema hamtakiwi kulia. Nikasema kwa nini hamtakiwi? Mheshimiwa Spika, naomba kumpa taarifa mzungumzaji anayeongea kwamba huduma za afya nchi hii zinatolewa kwa cost sharing, kwa maana ya kuchangia na sio kodi. Kwa hiyo huduma zozote ambazo mgonjwa anachangia hospitalini si kodi,
tunafanya cost sharing. Ndio maana hata matibabu haulipi gharama nzima, serikali imelipa na wewe unachangia ziada. Hivyo basi, na huduma za kumhifadhi mwili zinahitaji matibabu ambayo ni formalin kwa ajili ya kuutunza mwili, na ile ni matibabu ya mwili. Kwa hiyo matibabu ya mwili pia yana huduma ya cost sharing, kwa maana ya kuchangia huduma ya uhifadhi wa mwili na sio kodi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Sigrada, umeipokea? Naipokea kwa heshima kubwa, kwa sababu amekiri kwamba maiti mpaka sasa zinatozwa hela inayoitwa kuchangia. Asante sana mamangu kwa kuniunga mkono. Kodi nyingine Mheshimiwa Spika inaitwa custom duty, ambayo ni kodi ya forodha, ushuru wa forodha. Leo hii tunafika hapa tunasema vijana wa bodaboda tumeondolea hiyo shilingi 55,000 kwenye usajili. Mheshimiwa Spika, issue sio usajili. Issue ni kwamba hii bodaboda bei inayouzwa China ikifika kwenye bandari ya Tanzania, bei ile inakuwa mara 3 ya manunuzi yake kwenye kitu kinaitwa custom duty, ushuru wa forodha. Nilitarajia kwa sababu hawa wanaonunua vyombo vya moto wakiwemo bodaboda wana kodi karibia 3 pale. Mheshimiwa Sigrada, ebuka. Unajua Mheshimiwa Sigrada, jana ulikuwepo kwenye bunge? Ukwepo. Waziri wa fedha alisema nini? Kamati ya bajeti ilisema nini katika mapendekezo ya kodi ya bodaboda? Mheshimiwa Spika, Alafu lingine Mheshimiwa Sigrada, ngoja nikusaidie. Labda mbunge mpya hujui taratibu za kibunge. Ukiwa na amendment, huu mswada haupiti mpaka ujadiliwe kwenye kamati ya bunge zima, na kwenye kamati ya bunge zima, kwa mujibu wa sheria na kanuni za bunge, kila mbunge mwenye hoja, kodi kubwa au kodi ndogo, unatakiwa ulete schedule of amendment ndani ya bunge ili ujenge hoja yako ujibiwe kisheria. Sasa hapo unapata tabu, watu wanakujibu mwongozo, taarifa, wanakupotezea muda wako, lakini wanakuona vivyo umekosa fursa ya kuwasaidia wananchi wako kwa kuleta schedule of amendment bungeni. Ado ameleta schedule yake hapo ndefu tu, ina peji zaidi ya 20. Kwa hiyo na wewe fursa kama hizi Ado, basi wafundishe wenzio. Umesikia Ado? Ukiwa na schedule of amendment utaleta hoja hapa, itajadiliwa, waziri atakujibu, na kama ukuridhika hoja yako utaifunga kwamba kura ipigwe, hoja yako ikubaliwe au isikubaliwe. Umeelewa? Kwa sasa unakuwa unazungumza vitu ambavyo vilishajibiwa na serikali, unavikumbusha vitu ambavyo machungu hayo hayapo tena, na serikali na kamati ya bunge hili linafanya kazi kwa watu, kwa wananchi. Baada ya hoja unaisema, wameona kamati ya budget na serikali jana wamekubali, wameshaitoa, na hapa kuna amendment kama 20 za serikali kuondoa kodi ya bodaboda, kuondoa kodi ya sukari, kuondoa kodi nyingi tu ambazo serikali shazi nini. Sasa kama unafanya sasa ili serikali ikitaka mito ile wewe ndio umezitoa, haujazitoa wewe. Kamati ya budget ndio imezitoa na serikali wamekubali jana, na kamati ya budget ina wapinzani vile vile. Muda wako umekwisha, kaa chini. Mheshimiwa Spika, samahani. Nimepokea maelekezo. Wewe ni zaidi ya spika, wewe ni baba. Asante. Katibu. Toa